Ulimwengu wa jipu kwa jicho la ndani, sababu zinazopelekea majini kuwaingia binadamu. Ulimwengu tunaoishi umegawanyika katika pande kuu mbili: ulimwengu unaoonekana kwa macho ya nyama, yaani ulimwengu wa kimaada, na ulimwengu usioonekana, ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu huu usioonekana, viumbe wanaoitwa majini wanatajwa kuwa na mwingiliano mkubwa sana na maisha ya mwanadamu. Tangu enzi na enzi kumekuwa na maswali mengi yasiyo na majibu ya haraka kuhusu jinsi gani huamua kuacha makazi yao na kuingia ndani ya miili ya binadamu. Tukio hili ambalo mara nyingi huambatana na mabadiliko ya kitabia, magonjwa yasiyoonekana na vipimo vya kitabibu na kuvurugika kwa mifumo ya maisha, imegawanyika katika sababu kuu 4 za msingi. Katika makala hii ndefu na ya kina, tutaangazia sababu kuu 4 kwa upana, tukitambua mazingira, athari na jinsi ya mwingiliano huu unaotokea. 1. Chuki na uadui. Ikiwa jini hawapendi mtu kama ilivyo kwa binadamu kuwa ni hisia za chuki zisizo za msingi thabiti kuelekea kwa mtu mwingine, majini nao wana sifa hiyo. Jini anaweza kuamua kumwingia mwanadamu kwa sababu tu amemchukia. Mazingira ya chuki hii hutokea. Majini wanaishi nasi katika mazingira yale yale tunayoishi. Wapo majumbani mwetu, kwenye njia tunazopita na maeneo yenye kazi. Tofauti yetu na wao ni kwamba sisi hatuwaoni, lakini wao wanatuona vizuri. Wivu wa maendeleo au mwonekano. Jini anaweza kumtazama mwanadamu akavutiwa na baraka alizonazo kama vile uzuri wa sura, akili, sauti nzuri na mafanikio ya kimaisha, na hapo ndipo chuki inapozaliwa upya. Kutofautiana kwa tabia. Wakati mwingine usafi wa kiroho wa mwanadamu au tabia fulani njema zinaweza kuwakera viumbe hawa wenye asili ya ukaidi na kuamua kumshambulia mtu huyo ili kumharibia sifa zake. Lengo kuu la jini anaingia kwa sababu ya chuki sio kingine bali ni kukutesa na kukuharibia maisha. Furaha ya jini wa namna hii inategemea na kiwango cha maumivu anayoyapata mwanadamu. Athari za majini na chuki. Mtu anaingiliwa na jini kwa sababu hii hukabiliwa na magonjwa yasiyopona, kufeli ghafla katika biashara au masomo, hisia za msongo wa mawazo depression, na wakati mwingine kuwa na hamu ya kujiua. 2. Mahusiano na hisia. Ikiwa limekupenda, yaani majini mahaba. Hii ni moja kati ya sababu zinazowasumbua watu wengi ulimwengu wa leo, hasa jinsia ya kike, ingawa wanaume nao hawapo salama kwa 100%. Kama ambavyo mwanadamu anavyoweza kuvutiwa na mtu mwingine na kutamani kuwa naye karibu hadi kuwa mwili mmoja, majini nao wana hisia hivyo hivyo za kimahaba kuelekea kwa binadamu. Jinsi jini linavyonaswa na upendo wa binadamu. Majini huvutiwa na vitu vingi kutoka kwa binadamu, ikiwa ni pamoja na: 1. Kushika uchi mbele ya vioo. Tabia ya kukaa uchi kwa muda mrefu, hujitazama kwenye kioo huku ukiwa una nguo au kulala bila nguo, huchochea majini wa kiume au wa kike kuvutiwa na umbo lako la kibinadamu. 2. Kujipamba kupita kiasi. Matumizi ya manukato yenye harufu kali nyakati za usiku na kupita maeneo ya giza ukiwa umejipamba kupita kiasi huwavutia viumbe hawa. Tabia na dalili za majini mahaba. Mtu mwenye jini mahaba huwa na mabadiliko makubwa sana katika mfumo wake wa maisha ya mapenzi na ndoa. Kuota ndoto na kufanya mapenzi. Hii ndiyo dalili kuu. Mtu huota anafanya mapenzi na mtu anayemjua au asiyemjua, na akiamka anahisi kabisa uchovu au msisimuko wa mwili kama mtu aliyetoka kufanya tendo hilo la ndoa. Kuharibu kwa ndoa au mahusiano. Jini huyu ana wivu uliopitiliza, hataki kuona binadamu anayemiliki au anayependwa na binadamu mwenzake. Atatengeneza migogoro, chuki zisizokuwa na sababu kati ya mume na mke, au kumfanya mtu akose kabisa hamu ya tendo la ndoa, kuchelewa kuolewa au kuoa. Kila mchumba anapokuja, mambo yanaharibika ghafla bila sababu za msingi. 3. Uchokozi na kuvuruga mazingira yao. Kulichokoza jini. Binadamu wengi huingiwa na majini kutokana na kutokujua au ujinga au kupuuza sheria za mazingira tunapoishi na viumbe hawa. Majini wana maeneo wanayoyapenda ambayo wanayatumia kama makazi yao, sehemu zao za mapumziko. Unapoingia maeneo hayo na kufanya vitendo vya uchokozi, wanajihami kwa kuingia na kutesa. Maeneo hatari yanayopendwa na majini. Eneo, shughuli za majini, uchokozi wa binadamu unaoweza kuwakasirisha majini. Miti mikubwa
na aina ya kale, ni makazi na sehemu ya mikutano. Kukata miti hiyo bila tahadhari au kukojoa chini ya miti hiyo au kupiga kelele nyakati za usiku. Fukwe za bahari au mito, sehemu ya marika na mifumo ya majini ya maji. Kutupa takataka, kuoga uchi nyakati za usiku wa manane au kupiga kelele. Chooni na bafuni, maeneo ya uchafu. Majini wabaya hupenda zaidi, pia mashetani. Kuongea ukiwa chooni, kukaa kwa muda mrefu bila sababu au kumwaga maji ya moto bila kutaja jina la Mungu. Makazi salama yasiyo na usumbufu, kuingia humo usiku na kufanya fujo na kuishi humo bila kufanya usafishaji wa kiroho. Nikiwa na maana maeneo ya magofu ya nyumba zilizotelekezwa. Matokeo ya uchokozi huu, jini atakasirishwa na kitendo cha mwanadamu, kama vile kumwagiwa maji ya moto kwa bahati mbaya akiwa bafuni, kulipiza kisasi papo kwa hapo kwa kuingia ndani ya mwili wa mtu huyo. Mtu anaweza kuhisi kupigwa na upepo wa ghafla, kupata kiharusi, stroke kisichoeleweka na kupoteza fahamu ghafla. 4. Kushushwa na kutumiwa kichawi, mbinu za kikafiri. Hii ni sababu ya 4 na ni moja ya sababu mbaya zaidi, kwa sababu inahusisha na uovu wa binadamu. Jini akikasirishwa na wachawi au waganga wa kienyeji, hapa jini haji kwa hiari, hapa analazimishwa kuja na kukupenda. Anakuja kama mtumwa anayetumwa kukuharibia. Jinsi ya mchakato huu unavyofanyika: watu wenye roho za usda, wivu wa kibiashara au chuki za kifamilia huenda kwa waganga wa kienyeji au wachawi. Huko hutoa kafara kama vile kuku, mbuzi, hata damu za binadamu ili kuwapa nguvu majini hao. Baada ya makubaliano na malipo, majini hayo hupewa maelekezo maalum, kutaja majina ya mlengwa, mtu anayepaswa kuharibiwa, kuchukua athari zake kama vile nguo zilizovaliwa, nywele au picha zake, pengine hata nguo za ndani, yani chupi, kuelekezwa kuharibu kitu maalum, aidha akili yake awe kichaa, kizazi chake asizae, au biashara zake zife kabisa. Tabia ya majini ya kutumwa, majini ya kichawi. Majini hawa huwa ni wakatili sana, kwa sababu wanalazimishwa kufanya kazi isiyo walazimu. Wanafungwa kwa viapo vya kiganga. Hata mwanadamu akijitahidi kufanya mambo yake, majini hawa huzuia fursa zote, hutengeneza vifungo vya kimaisha na husababisha magonjwa mbalimbali yanayoweza kupelekea kifo ikiwa hatua za kiroho hazijachukuliwa mapema. Hitimisho: jinsi ya kujilinda na ulimwengu huu. Ulimwengu wa majini ni ulimwengu unaoathiri maisha ya mamilioni ya watu duniani kote. Kujua sababu hizi 4: chuki au pendo, mahaba, uchokozi na kutumwa kwa wachawi, ni hatua kwamba muhimu sana katika kujilinda. Ili kujiepusha na mitego hii, wataalamu wa mambo ya kiroho ya kidini wanashauri mambo yafuatayo: 1. Kuimarisha ibada na imani. 2. Kuzingatia adabu za maeneo. 3. Kuepuka kukaa uchi. 4. Kuishi kwa amani. Nitaanza kuzifafanua moja baada ya nyingine. 1. Kuimarisha ibada na imani. Kumbuka Mungu mara kwa mara na kusoma vitabu vitakatifu hufanya mwili wa binadamu kuwa ngome ya moto ambayo majini hayawezi kukaribia au kuharibu. 2. Kuzingatia adabu za maeneo. Kuepuka kukojoa kwenye miti, kutaja jina la Mungu kabla ya kuingia chooni au bafuni, na kuepuka kumwaga maji ya moto ovyo. 3. Kuepuka kukaa uchi, kulala na nguo na kutokutumia muda mrefu kujitizama kwenye kioo ukiwa uchi. 4. Kuishi kwa amani, kuepuka maadui wasio na sababu na kuepusha ushirikina ambao mwisho wa siku utaleta majini ndani ya familia yako. Mwili wa mwanadamu ni hekalu takatifu. Unapouweka katika hali ya usafi wa kiroho na kimwili, unajifungulia milango ya baraka na kuifunga kabisa milango ya majini. Ulikuwa nami Daudi Mwaluko nikikuletea makala hii. Nadhani umepata kitu cha kujifunza. Siku zote tutajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante. Kumbuka kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa wengine ili wapate kujifunza zaidi.